Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Na kama nilivyokuahidi tangu hapo asubuhi, nimekuwa nikikuletea taarifa moja kwa moja kutoka Islamabad, Pakistan, yale ambayo yanajiri katika mazungumzo ya Irani pamoja na Marekani, huku yakisimamiwa na Pakistan. Sasa mazungumzo wakati wowote yanakwenda kuanza, lakini kabla mazungumzo hayo hayajaanza katika hoteli ya Serena pale Islamabad, Pakistan, wajumbe wa Irani waliweka msimamo mkali zaidi kwamba hawatoanza mazungumzo na Marekani kama precondition mojawapo ya kuachia mali zote za Irani na kuanza mchakato wa kuzirejesha mara moja hazitafanyika, basi hawataweza kuingia katika mazungumzo hayo ambayo yameratibiwa na Pakistan na yanatarajiwa kufanyika wakati wowote kuanzia sasa. Kitu ambacho kilifanyika ni kwamba ujumbe wa Irani unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibafu pamoja na mwakilishi kutoka Baraza la Usalama la Taifa pale nchini Irani walianza kugoma, wakitaka kwamba Marekani iweze kutekeleza precondition mojawapo ambayo walikuwa wamekubaliana kabla ya mazungumzo kuweza kuanza, basi vitu hivyo viweze kutekelezwa mara moja. Kitu ambacho walikiona ni kwamba Marekani imekuwa na utaratibu wa kuweza kukiuka na kubadilika mara zote ambazo wamekuwa wakiingia katika mazungumzo, na wamekuwa ni watu ambao hawatimizi ahadi zao ambazo wamekuwa wakiziahidi. Sasa kupitia shirika la habari la Al Jazeera waliweza kuripoti taarifa na kueleza kwamba Marekani imekubali rasmi kuachia mali zote ambazo walikuwa wamezishikilia za Iran kutokana na vikwazo ambavyo waliwawekea Iran katika kipindi chote cha miaka 47 hadi kufikia sasa. Lakini mazungumzo haya yanatajwa kuwa ni moja kati ya mazungumzo ambayo yataleta mustakabali chanya katika vita ambavyo vimedumu kwa takriban siku 40, lakini vile vile kusababisha hata mfereji wa Hormuz kuanza tena kufanya kazi upya kwa kupitisha meli zote za kibiashara katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo kwa kiasi kikubwa hivi sasa duniani bei za mafuta zimepanda, lakini vile vile hali ya maisha imekuwa ni tata kidogo kufuatia uzuiwaji wa meli za kibiashara, hasa zile ambazo zinasafirisha mafuta pamoja na gesi kutoka Mashariki ya Kati kuelekea maeneo mengine duniani. Basi mtazamaji wetu, niko hapa leo hii kuweza kukujuza yote yanayojiri huko Islamabad, Pakistan. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.